Ni wakati mwingine mzuri nikiwa na furaha msikilizaji mpenzi kukutana nawe katika makala ya uchambuzi baada ya habari. Naitwa Thomson Unjibata Ngalwa William. Karibu. Tangu Rais Felix Tshisekedi ametoa wito wa raia kuungana na jeshi la taifa kupambania nchi kutokana na uvamizi wa nchi ya Rwanda kupitia wahasi wa M23 AFC na washiriki wao. Makundi mengi ya wazalendo yaliyokuwa misituni yalipata fursa ya kutoka maporini hadi barabarani. Makundi ayo yalionyesha uzalendo wao katika maeneo tofauti ya Kivu Kusini na Maniema. Tangu Februari mwaka 2025, makamanda wa kizalendo walijiunga pamoja kwa nia moja, kwanza Luvungi na kwenye shamba mbalimbali za kivita. Hata hivyo, mjini Uvira, makamanda wa kizalendo wamekuwa wengi, majenerali lukuki kuzidi hata hesabu ya majenerali wa FRDC kwenye jimbo la 33 la kijeshi. Ni kwa nini? Tukio jipya ni la siku ya Jumamosi 11 Oktoba ambapo aliyekuwa kanali na kamanda wa operesheni za kivita na ujasusi wa kamanda Nyerere hatimaye amekuwa meja jenerali. Siku hiyo Bwana Birio Kagurane Pascal maarufu Makanika alisimikwa rasmi kuwa amiri jeshi mkuu wa chama cha kivita MPDP, Mouvement des Patriotes pour la Défense de la Patrie, chama kinachoongozwa naye Biadunia Meshaki Alex kisiasa. Kusimikwa kwake kulikuwa mbele ya raia, wenyeji wa Rugenge, Kavimvira, mashirika ya kirahia, meya wa mji, wakuu viongozi wa jeshi la taifa FRDC, wazalendo wengine akiwemo mkuu wa RAD Bwana Alexi Mwamba Dunia Kivu Kusini, wazazi wa kiongozi huyo mpya na kadhalika. Biadunia Meshaki Alex hapa akimtambulisha rasmi Makanika mbele ya watu. Ile ni jina wanaita Makanika alias Makanika, make mtu mwanakimbiaga sawa kize. Ne majina yake Kagurane Pascal. Watu walimjua kama Observance wa General Major Nyerere Bunana Eli, na watu walimjua kwa siku nyingi sawa Colonel. Ila sasa wale wajua Makanika kama ni Colonel, walimjua kama Observance, wajua sasa kwamba tayari Makanika amekomala, na Makanika ni General Major, na Makanika ndio komanda force wa mouvement wanaita MPDP, Mouvement des Patriotes pour la Défense de la Patrie. Leo tunakuja kujulisha wakuu viongozi wa serikali, wa kijeshi, wazalendo wote kwa ujumla, societe civile na raia wote wa Uvira kwa ujumla, kwamba mouvement za wazalendo ambao walikuwa wanajua Uvira kama zilikuwa 10 wajua kwamba tayari zinakuwa 11. Na ndio maana mtaona kwamba kisha kuinstalia hapa patakuwa watu wenyewe watazungumza kidogo, na kisha hapo ndio tutamalizia seremoni yetu. Na Luvumbu Kibambala, yeye ni mratibu wa masuala ya kisiasa wa wazalendo, amesema hatua aliyoichukua Bwana Makanika ni ya kuunga mkono. Mwakilishi wake kwenye sherehe hizo alipewa kauli, yeye alitoa ushauri ufuatao. Huyu mtoto aliyezaliwa, watu wengi wanasema mbona mnakuwa wengi, wazalendo wanakuwa wengi, huyu na coordination yake sijui huyu naye ni commander force wa kutetea nchi. Rais aliweza lancer message akasema mobilisation générale, na wakati anasema mobilisation générale, yani tunaitwa sote, surtout vijana ambao tungali na nguvu kutetea nchi yetu kwa hali na mali. Radio fanye kazi kama vilivyo, sababu kama gisi president alisema kuko maderapage de toute part. Hatutaendelea kutolere wale ambao wanakuwa wananyanyasa watu. Tumechukua silaha ili tutetee raia na utongo wetu. Sasa wewe kikamata ile silaha unaenda nyanyasa tena raia, hauko tena mzalendo. Ninaamini kwamba kila mmoja wetu anaelewa terme mzalendo. Ukiitwa mzalendo kwa Kifaransa wanaita ni patriote, yani ni mtu anayependa nchi yake. Na ukipenda nchi yako hauwezi kupenda nchi uchukie wananchi. Nchi sio udongo, nchi ni wananchi. Asante sana. Tuna promet kwa ngambo ya coordination des cadres politiques wa wazalendo kwamba tutatumika meda la main na mtoto mpya aliyezaliwa kwa tariki ya leo. Asante. Wananchi wa mji wa Uvira ufurahia uwepo wa wazalendo, bali vitendo vimoja huzunisha raia.
kama vile kulia kwa risasi mara kwa mara, mikokotano ya baadhi ya wazalendo kati yao, wazalendo na FRDC. Yote hayo imeonekana kulikuwa na hali ya kutokujua na wanaomba kufunzwa, ila pia raia kuwavumilia. Wakati huo, mjumbe wa kamanda wa operesheni za kivita Sokola ya pili Kivu Kusini alipochukua neno, alitoa mafunzo na mashauri mengi kwa wazalendo. Yeye ni Kanali Bulomvu, kamanda wa kitengo cha mafunzo ya kizalendo ndani ya FRDC, masuala ya kijamii, ya kijeshi na familia zao, ila tena pia ni yeye anayehusika na ushirikiano wa kijeshi wa jeshi na raia kwenye Sokola ya pili. Aliomba wazalendo kuheshimu raia. Raia ni partenere wa jeshi, c'est-à-dire wa FRDC, wa wazalendo na wengine wote wenye iko na esprit ya nini, ya patriotisme. Tusikamate raia sa vile ni adui, tusikamate raia sa vile ni shamba, tusikamate raia sa vile kitu moja bure. Jumina nakumbuka majeshi yenyewe tutangulia huko kwenye tulianzia, kulikuwa forces armées zaïroises, kulikuwa FARC, c'est-à-dire forces congolaises, na armée zingine zenye zilitangulia hazikusaidia armée na kitu. Lakini leo hii FRDC inasimama na raia iko nafasi labda ya pili consideration. Raia ndio ananunua hii silaha zenye tuko nazo, raia ndio ananunua hii mavazi yenye tuko nayo, raia ndio anatukulisha. Nimeona mama wakati wao wanatoka kushamba, bado wanaacha kitu kidogo pale, kuni, muhogo, kila kitu yenye kutoka kule. Ni kusema kama ule raia ni mtu wa maana sana. Na vita yetu bila kuchangia na raia tutashindwa. Kwenye mimi siwezi kufika, raia yeye anafika pale na ananiletea nini? Habari kusema no, nimekuta jeshi la adui linajiandaa hivi na njia yao iliyoko anaelekea ni huku, sasa na nyie mshianzari. Ndio maana tulete tena akili zetu na tumtie raia kufasi ya kwanza. Mimi naweza sema vile juu ya nini? Huko kwa raia ndio kuko baba, kuko mama, kuko shangazi, kuko muyomba, kuko grand frère, petit frère, kuko kila kategori ya mambo wa jamaa. Hakuna mtu mwenye alitoka kama mumuti wala balimulogota mule mbahari. Kila mtu alitoka mjamaa, na mwisho ya hii kariere yenye tuko nayo hapa, kisha kuwa mzee utarudia wapi? Kule kule ujamaa. Ndio maana usiharibishe uhusiano wako na raia. Raia haiko adui, raia ni ndugu, raia ni mzazi, raia ni rafiki. Kamanda huyu Sekas aliendelea kutoa mafunzo ifuatavyo. Tusiwazie kama kila acte yenye tulikuwa na commettre wakati tulikuwa tungali msituni njoo yenye tutakommettre wakati tunaanza itwa unité de réserve ya FRDC. C'est-à-dire kila kitu yenye unafanya bien que hawawezi kukipinira leo, mais tuiwe kama justice transitionnelle inaexiste. Justice transitionnelle ndio kusema namna gani? Unaweza fanya kitendo leo na unajidai sasa mimi ndio niko na nguvu, banakuacha. Mekesho batakugusa hako na justice atatumika juu yako, hata kama ipite miaka 5, miaka 10, bataiwa kenani General Makanika mwaka fulani, tarehe fulani na mwezi fulani alifanyaka hivi na sheria inamhukumu hivi. Ndio maana tufanye angalisho kuvitendo yenye tuna commettre mu environnement yenye tuko ndani. Hata hivyo ameahidi. Muda iko kidogo sana kwa sababu mimi ni mwalimu na mimi nazungumzaka mingi sana. Kama unaweza kuniita siku fulani, yenyewe unaweza andaa hata siku 2 3, niko tayari kufika. Kama ni rei, kama ni nini, tuko tayari kuforme basoda yetu kusudi bakuwe na esprit ya nini, ya patriotisme. Asante. Askari wa kizalendo wakiwa kwenye gwaride walinufaika vya kutosha na mafunzo ya kamanda Sekas. Alexi Mwamba Dunia, mratibu wa RAD Kivu Kusini, ushauri wake kwa kamanda Makanika ni huu. Ni kusema tunatupatia silaha ya kupiga adui, kiza nayo raia, na silaha ni kitu ambayo twa silaha. Silaha ni kusema ni unabeba kifo, kitu kenye hakina raha kenye tunabeba. Ya kufata wakati unaunda movement au maderapage yoyote, jeshi aingiake mkonflikt na muda mchache asira inaisha. Jeshi akwake na shauri yetu kwako jemadari
mahali ulipotoka konfli na wale wa ndugu. Angalia, mwalimu anakufunza kazi, ukishapata cheti, yule mwalimu sio adui yako kumtafuta. Kama unapata cheo, na yeye umkumbuke maishani mwako. Kuwa observance wa Jemadari Nyerere, na yule mzee sio adui yako. Jeshi yote ambayo uliishi nayo pale sio adui yako. Fanya nguvu na ukonjige nabo neno moja. Wajeshi hawakwake maadui kati yetu. Adui ni yule mwenye kupindua nchi yetu, mwenye kwenda kipengo na katiba ya nchi na wengine wenzetu, ili ufike mbele na wewe ukomale jinsi umezaliwa leo. Asante. Katika mlima wa Rugenge, raia walifurahia sana namna vile sherehe ilivyokuwa ikiendelea. Mudende Katana Emmanuel, mkuu wa kata la Rugenge, alikuwa na ombi ya kutaka wananchi wa kata yake kuwekwa katika ulinzi bora katika kata letu la Rugenge, na kujiunga pamoja na wengine. Hata wamama hata wababa wametoa watoto wao, lakini tumeleta tahadhari kabisa. Kuna wamoja ni katika jamaa. Tumeomba kwa nyinyi wakuu wote wa wazalendo kutulinda kama vile mchana. Mtuangalilie wale watu wanaleta nchi yetu na kata letu ukimya wa masasi. Kama wametoa mimba zimetoka nyingi sana kwa kila siku. Tumeomba kwa wazalendo wetu muwe mtu mmoja, usiwa kukorogana na mwenzio. Tunasubiri adui ili mupate kumshinda. Meya wa mji Kifara Kapenda Kiki alikuja kufunga hotuba zote. Yeye alianza na kuweka raia moyo na kuto kuogopa M23 akisema: Wandugu wapenzi, amjambo. Ta viongozi wa hapa Uvira na province wenye tunapokea, donc tunazungumza comme représentant wa gouvernement ya Congo, donc d'englober na nda representer bote kwa kuweza kusikia kutupatia hapa kwangu, puisque tunajuana kwetu viksi bila ikaraka la fait du mal et la population a qui on s'adresse. Tunajuana, tuko nayo, puisque Général Makana zaliwa quelque part, et souvent ile mambo inaolia kuleta continuité, inaleta des fois uadui. Na contexte tuko nayo leo hapa, nafikiri muliweza kusikia mimi Goliath msikia diskuri kutoka Manyola, sivyo? Ile ni diskuri ya Goliath mwenye anajiadrese, tunaifanya mfano sababu anajiadrese contre Israel. Donc anatusi Jogisi tulikamata ile sasa hii taifa yenye kuongozwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi ndio baba yetu. Haiko sisi yetu tumvotaka. Sisi yetu tumvotaka, sivyo? Kama iko pale ni sisi raia ndio tulipatia ile pouvoir. Kama kafri moya hivi anaweza kwenda kasimama kisha akaanza tukana baba yetu kama si ule baba hana watoto, na kuweza kutuambia kama si sisi tumetawaliwa, evo wanatafuta pia kutugomboa. Wandugu wapenzi, certe tunaweza kuwa na madhaifu yenye tunaweza kuwa critiquable, mais quand un fils rebelle ya inchi anaweza kujipatia courage ya kutukana inchi na wananchi wanaangalia wanapiga mikono, sete tuko vilele. Aitu mimi sikuwa hapa periode ya nani
ya RCD. Mnamjua ule mwenye balitaya kule Sultani Makenga. Mnamjua no? Mnaikala chini mkono. Mnamjua sivyo? Na ndio Mungu ifo aseke tutoshi. Mnamjua ule Sultani. Kama Sultani anaweza kuwa na watoto yetu, banatafuta kumpandisha leo Sultani Makenga kama yeye ndio atakaye kutugomboa. Sili kutusi ile. Inatoka kutangalia hivi tunaona kwa sababu leo ndire normal. Haiko liberation ile. Kama ni ule ndio bana tia mbele kama yeye ndio atakaye kutugomboa, teke tuko na kuya bana pia kukolonize. Na ile inapashwa réellement kupata réponse appropriée. Watoto wa Uvira muko? Kama tulikuya kuhudhuria kwa hii mouvement, puisque réellement on sent une nécessité, il y a un besoin urgent ya kufaire face ya ile défi. Ni défi kubwa zaidi. Paka wengine wanaiona kawaida, haiko kawaida. General Sultan njoo mwenye sasa atakuwa kutulibere sie. Hivyo, ile ni kutusi kabisa, wanatutusi na tuko tunaangalia tunasikia na tunabakia bila reaction. Mie bila oga nasema kama ile discours ile inapaswa kupata reaction appropriée. Benzetu wenye walijitolea kwa hii kazi ya uzalendo, niwakumbushe kitu kimoja kia fondamental avant ni conclure. Muzalendo kwa sisi wenye tunazoelea Kifaransa bana yake patriote, na ile mo patriote inatoka mumo banaita patrie. Patrie njo inchi, na inchi iko na baelema tatu. Elema kwanza ya inchi ni etandi, ni budongo. Hawezi ita inchi kama hakuna budongo. Jo elema ya kwanza. Elema ya pili ya patrie ni watu. Donc hawezi kuitwa patrie kama hauna udongo na kama hauna batu. Budongo haisemaki, me batu ndio banasemaka. Sie batu ndio tunaongoza budongo yetu, me budongo inatuheshimia par rapport ya jinsi na sisi tunaheshimia. Elema ya tatu ya patrie ni sheria, puisque hii patrie ni ya sisi wote. Me sisi wote hatuna karakteri moja. Kila mtu ana karakteri yake. Kama huyu anatafuta kuimpose karakteri yake, habita Mr. Me sheria sasa ndio inakuya kuikalisha jinsi gani wakaaji wanapaswa kuishi ndani ya udongo yao. Wakati wa kuendelea kwa sherehe hiyo kulitokea na hali ya taharuki. Risasi zilianza kusikika mlima jirani na raia kusambaratika. Alexi Mwamba alitoa ushauri. Wazalendo oye! Wazalendo oye! Ninaomba utulivu, tutumike kalme. Naona watu wanahangaika. Komanda wa Sekasi alisema kiisha vita ni sheria. Hapa tulikuja ni kusindikiza mwenzetu, na ninaendelea kusema mtu mwenye kutumikia nchi iko na soutien ya rade a 100%, na yule mwenye atapiga risasi na mimi nabeba masasi, na hao wazalendo wote tutamshughulikia. Risasi yetu ni ya kupiga adui, sio ya kupigana sisi kwa sisi. Yule ambaye tutamnasa njiani ataenda gerezani. Asante. Usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni swala lisilo na utabiri kwa sasa, licha ya mazungumzo ya amani yanayoendelea kati ya Kinshasa na Kigali. Hali iliyoko Kivu Kusini na Kivu Kaskazini ni tofauti na vinavyofikiriwa Kinshasa. M23 huendelea na mbinu zake wakati ambapo jeshi la taifa likifuata oda za kuheshimisha mikataba ya usitishwaji wa vita. Msikilizaji, sina la ziada katika makala haya ya uchambuzi baada ya habari. Naitwa Thomson Unjibata Ngalwa na nyatuka katika jamvi hili taratibu na kuomba kuendelea kutusikiliza. Alamsiki.